Shamu Karabua kidogo sasa hivi ukiangalia chemistry yake, maelewano na Hamza kidogo yanakwenda kuangalia kwenye mechi kama ya Coast kidogo kuna vitu alikuwa kama anasheki, lakini naamini kwa maelekezo ya kocha na yeye pia anatamani kuaminiwa ndani ya kikosi cha Simba. Ni timu kubwa katika bara Afrika ambayo inafanya vizuri, na yeye kama mchezaji ana sifa anahitaji kufanya vitu vizuri. Baada ya kukosekana Chemaron, ni wakati wake sasa kwenda kumshawishi kocha, ili kocha aone kabisa kwamba kukosekana kwa mchezaji yoyote, kwamba huyu mchezaji akikaa anaweza kuniofa kitu kizuri. Kwa hiyo kikubwa mimi naamini Simba inaweza ikawa ni timu ya pili kwenda kucheza kwenye mechi hiyo. Simba watakaa nyuma kuhakikisha kwamba wanakwenda kujaribu kukaa nyuma ya mpira. Hauamini kinachosema mnaweza mkashinda mpaka mkae nyuma ya mpira? Kwa sababu ni lazima uende kwa nidhamu. Ismailia ni timu kubwa. Al-Masry ni timu kubwa kwa sababu ukiangalia mpaka kwenye table nafikiri ni ya 4. Ukiangalia test ya Al Ahly wao wanaipata mara kwa mara. Sisi tukikutana na National huwa tunasema tunaenda kukutana na timu kubwa, lakini yule anakutana nayo ile test. Na ukiangalia kwenye mechi ambao wameshacheza wametoka sare bila kufungana. Kwa hiyo ukiangalia kuna kitu ambacho Al-Masry ni timu nzuri. Kwa hiyo tusiende kusema kwamba eti kwamba ni timu ndogo tunaenda pale kujiokotea. Hizo kauli sio za kimpira. Twende na nidhamu ya kuheshimu Al-Masry, chochote kinaweza kutokea, lakini lengo letu sisi twende tukakae nyuma ya mpira, twende tukafanye mashambulizi yetu ya kustukiza, kwa sababu tulikwenda kuwastaajabisha wale wa Libya kwenye hatua za awali. Tulikwenda tukafanya vizuri, mwisho wa siku tukapata sare, kuja huku tukaweza kuqualify kwenda hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo mimi naamini Fad Davis na imani naye na wachezaji wangu na imani nao tunaenda kufanya vizuri na kuweza angalau tukapata sare au tukapata ushindi katika mechi hii awali, ili mechi inayokuja Benjamin Mkapa, na ukizingatia tayari CAF wameturuhusu kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naamini kabisa slogan yetu ni ile kwamba uwanja Benjamin Mkapa atoki mtu. Kikubwa tujaribu kujituma kwa asilimia kubwa, na kila mtu asimame kwenye level yake, kwamba asimame kwenye majukumu yake. Mashabiki tuingie kwa wingi, uongozi umesha play part yao, wachezaji nao wanajua nini ambacho wanataka kwenda kukifanya, na ndio maana management tayari wameshatangaza viingilio kujiandaa na tarehe 9 twende tukajaze uwanja kuhakikisha kwanza Simba tuna qualify. Lakini hayo ni maneno. Kikubwa kwenye upambanaji na si lele mama. Kikubwa tuhakikishe Simba wanatengeneza mikakati kwenye hii hatua. Ndio tumejaribu kustack zaidi ya miaka 6 nafikiri. Sasa kipi kinawafanya mkwame hiyo miaka 6? Naam, ndio tunahitajika kujaribu kufanya analysis. Ni sehemu ipi tunashindwa, kwa sababu Simba ni klabu tunaambiwa kubwa, lakini kwenye hatua ya head to head ya knockout huwa tunajaribu kufeli. Ni miaka ya nyuma mno. Nakumbuka miaka 2003 tulikwenda kuwatoa mabingwa watetezi Zamalek, lakini toka kipindi kile hatujawahi kumtoa mtu yoyote. Zaidi sisi tunacheza vizuri sana kwenye hatua ya makundi. Yaani tuna uhakika point 9 tunazipata Benjamin Mkapa. Lakini tunapovuka, tukikutana labda na National Ahli tunatolewa. Tukikutana na timu yoyote tunatolewa. Nini cha kufanya? Ndio uongozi unahitajika wakae chini, uangalie hii sehemu ina shida gani, tuweze codify na sisi tuweze kujitengenezea nembo kwamba kweli Simba ni klabu kubwa kwenye matukio. So nembo kubwa kwa kuwa na kuslip kwa miaka 6. Lobo hatuitaki. Kwa sababu tukifeli safari hii kwenda nusu finali, mimi naamini pia hata uongozi wajitathmini. Wajitathmini. Maana ya kujitathmini ina lengo kubwa. Kwamba ni kwa nini kwa kipindi hiki tukishindwa kwenda kwenye hatua kubwa zaidi. Wallahi sijajua kwamba uongozi wa Simba watakuwa wanataka nini sasa. Shukrani. Hamna shida bra.